Turejee tena huko Nakuru ambapo tarehe 13 ya kila mwaka mwezi wa 3 ulimwengu huadhimisha siku ya figo. Maadhimisho ya kitaifa ya mwaka huu yatafanyika siku ya Alhamisi huko Nakuru, kauli mbiu mwaka huu ikiwa ni kujua hali zetu za figo. Evans Asiba alizuru hospitali ya rufaa ya Nakuru na kuzungumza na wagonjwa na madaktari na kutuandalia taarifa ifuatayo. Benson Irungu Mwangi ni mkazi wa Ngorika, kaunti ya Nyandarua. Ni baba wa mtoto mmoja. Amekuwa akifika katika hospitali hii ya rufaa ya Nakuru kwa miaka 8 sasa. Benson hutumia kitanda hiki cha kusafisha figo mara 2 kwa wiki. Hii ni baada ya kupatikana na ugonjwa wa figo mwaka 2012. Alianza matibabu papo hapo, ila mnamo mwaka 2017 safari ya kusafisha figo ilianza baada ya kuzidiwa na ugonjwa. Shida yangu ya figo niligundua mwaka wa 2012. Wakati huo mahali nilikuwa naenda kibarua, hiyo siku moja nikaamuka nikakuta miguu kiatu hakiingii kwa miguu. Kuangalia nikaona miguu imefiba. Sikuwa na uchungu hapo mbeleni, lakini wakati nilipoingia kwa hospitali daktari aliniambia kama nilikuwa na shida ya kuumwa na kichwa mara nyingi, naweza kuwa nilikuwa na hypertension. Magonjwa ya figo yameongezeka zaidi siku hizi. Tukiangalia statistics, kila moja wa watu 10 ako na shida ya figo, chronic kidney disease. Na shida moja ambayo haya magonjwa ya figo yako nayo ni kwamba hayana symptoms. Sometimes during the early stages figo tu inaendelea kudhoofika, lakini hujui. Benson mwenye umri wa miaka 53 ni miongoni mwa zaidi ya wagonjwa 100 ambao hufika katika hospitali hii ya Nakuru kila mwezi kwa kusafisha figo. Hatua chache kutoka kwa kitanda cha Benson tunampata Sara Nyawira, mama wa miaka 51. Anasubiri zamu yake. Ni maisha ambayo ameishi kwa miaka 15 sasa baada ya kupatikana na tatizo la figo mwaka 2012. Daktari Anton Wainaina, mkuu wa kitengo cha wagonjwa wa figo katika hospitali ya rufaa ya Nakuru, anasema tatizo kuu ni kuwa wagonjwa wengi huchelewa kugundua hali za figo zao. Saa ingine hata transport ya unapitia mambo magumu. Inafikanga mahali kwa sababu ya vile wamesumbua watu, unaona mpaka watu wamechoka na wewe. 2012 nilifanywa transplant. Nilipofanywa transplant nikakaa nayo for 3 years. Alafu ikafail kwa sababu ya kukosa mandawa. So nikaanza tena dialysis. Baada ya kulazwa kwa miezi 2 kwa ward, kiwango changu nikaambiwa lazima sasa nianze dialysis. Hivyo kuanzia 2017 mpaka wa sasa nimekuwa chini ya hii machine. Kama tumepata shida ya figo mapema, madawa yametokea ambayo hayakuwa hapo mbeleni, yanaweza saidia sana kwa kupunguza hiyo maradhi ya figo. So ndio tunajaribu kuhamasisha, tukiweza kudetect haya magonjwa mapema, tutumie hizi dawa mapema, watu wengi hawatafika kwenda kwa kufika tuseme kama ni dialysis. Safari ya matibabu pamoja na kumchunga mgonjwa maradhi ya figo sio rahisi. David Maina, mkazi wa Gilgil, kaunti ya Nakuru, anamshughulikia babake ambaye pia hajazazwa kutokana na makali ya maradhi haya. Anatupa taswira kamili ya kumlea na kumhudumia mgonjwa wa figo, huku akimsubiri babake kutoka katika chumba cha kusafisha figo. Nyumbani pia lazima chakula chao kiangaliwe. So kama ni mam, lazima atayarishe chakula chake kulingana na maagizo ya daktari. Napata ya kwamba kuna chakula kingine daktari wanasema wasikule, na kuna ile ambao wameruhusiwa kukula. So unapata pia challenge ni kwamba chakula iwezi pikwa kiholela tu, lazima iwe kuna uangalifu wa chakula, utimize masharti ya daktari.
Kila mwezi watu 100 hupokea matibabu ya figo katika hospitali kuu hii ya Nakuru. Miongoni mwao watu 5 huwa wenye dharura. Sasa madaktari wakiwaomba Wakenya kuhakikisha wamepima hali zao na kujua ili kupokea matibabu kwa wakati ufao. Evans Asiba, runinga ya Citizen katika hospitali kuu ya Nakuru.